Natamani yote tunaojifunza, yote ambayo tumejifunza miaka 4 ambayo imepita, yao yanalenga kubadilisha kitu gani? Mioyo. But Lord, I want to be more holy in my heart. Kwamba Baba natamani, Bwana natamani kuwa mtakatifu zaidi wapi? Moyoni. You know, we are very beautiful. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Ni suti tu ambayo nimevaa hapa, lakini tai yenyewe nimekosa. Lakini ingekuwa ni mchungaji, sio? Sio? Mavazi ya Sabato, sio? Tuko safi kabisa, sio? Viatu zimepigwa rangi, tumeoga vizuri. Unyenyekevu mtakatifu tunao. Je, utukufu huo upo moyoni? Haupo. Siwezi jibu hilo swali kwa niaba yako, nitajibu tu kwa niaba ya nani? Yangu mwenyewe. Akamaliza akasema ya kwamba Lord, I want to be more like Jesus in my heart. Natamani zaidi niwe kama nani? Kama Kristo ndani ya moyo wangu. Sasa naomba niseme hivi. Kwenye somo la sanctuary kwenye hekalu, ninafahamu kabisa ya kwamba mazungumzo tayari yameanza kule makanisani kabisa. Kwa hiyo migogoro ipo kwenye nini? Kwenye akili. Ila natamani zaidi ya hilo, tutafute yale ambayo katika kupambana hapa kinini, intellectual, yani kwenye akili. Nakumbuka mwalimu ni mzee Esau Subiri alikuwa anasema ya kwamba wewe unasema hivyo lakini naona hivi. That is what? That is intellectual. No? So that is okay. Hiyo ni sawa. Lakini natamani zaidi ya ku-reason na kuvutana kwenye nini? Semashi tuzivutane. Hiyo ni sawa, ndio maana tuko shuleni leo, sio? But tuende zaidi ya nini? Kuvutana situmii katika hali ya ubaya. Natumia katika positive way, katika hali nzuri. Wewe unasema hivyo lakini mimi nasema hivi. Kwa nini unasema hivyo? Mimi nasema kwa sababu ya, yani hiyo ni sehemu nzuri ya majifunzo, sawa? Lakini zaidi ya hiyo, tusitoke ongea tukiwa tumejaa hoja wapi? Akilini tu. Lakini zile hoja ziwe zimeingia mioyoni mwetu kutubadilisha. Ndiposa kanikumbusha mzee mmoja kwa jina Nikodemo. Afungue kitabu cha Yohana 3. Kwa mstari ule wa 9 inasema namna gani? Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu haumkubali. Naomba ukomee pale. Nikodemo amekuja kwa Kristo kutafuta mazungumzo. Lakini Kristo akiangalia moyo wa Nikodemo anajua ya kwamba Nikodemo kuna kitu ambacho anachokitafuta ila amekificha kwenye mahojiano. Akaenda moja kwa moja kwa kiini akamwambia yeyote yule ambaye hatazaliwa nini? Tena katika maji na roho kamwe hawezi na kitu gani? Katika hayo yote na maanisha hivyo. Tunafahamu hadithi hii vile ambavyo nabii Ellen White ameifafanua kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Nikodemo alikuja atafute nafasi ya mahojiano na nani? Na Kristo. Ila ndani ya moyo wake kuna kitu anachokitafuta ambacho hamekificha chini ya nini? Ya mahojiano. Sasa mimi hapa si Kristo. Sina uwezo wa kuangalia mioyo yote aliyekaa mbele yangu. Sio? Au sijui kabisa aliyekaa hapa amekuja kwenye lengo lipi. Lakini ninaufahamu kwamba kile cha muhimu zaidi mbele ya Kristo katika hayo yote ambayo kila mmoja amekuja hapa ndani ni hicho kimoja. Kwamba hamna yeyote atakayeona uzima wa Mungu isipokuwa amefanya kitu gani? Amezaliwa katika maji na nini? Na roho. Nikodemo anapozungumza akamuuliza Kristo swali, hilo linawezekana aje? Unagundua bado amekwama na amekomea bado katika nini? Katika hoja. Ila Kristo hakuwa na haja nalo. Hakuwa na haja na hoja. Alikuwa anatafuta kile ambacho kilikuwa ni
kilikuwa ni kiu cha huyu mwanadamu ambaye yupo mbele yake, isipokuwa kimefunikwa chini za mabishano. Nafahamu kitu kimoja, kila mmoja anapokaa hapa, naamini mko tayari kwa maswali na kusikiza maswali ya sanctuary, mambo ya hekalu. Si kweli? Si kweli? Lakini naomba niwatangazie kwamba chini ya kiu hiyo kuna kitu mnachokitafuta, na hicho ndicho ambacho natamani Mungu atusaidie tukipate, ambao ni utakatifu wake ndani ya mioyo yetu, ambao ni kuwa kama Kristo ndani ya nini? Mioyo yetu, ambao ni kubalishwa ndani ya mioyo yetu. Ndiposa mifumo ya ibada tunayoifanya iwe kwamba kwa hakika ni kiwakilisho cha yale yaliyo wapi? Moyoni. Mbona haya yote ninayazungumzia? Naomba tuende kwenye nukuu moja. Okay. Ningelipenda tuangalie kitabu cha Desire of Ages. Sasa mimi niko nao kwenye Kiingereza. Tutaisoma, alafu nitaomba msomaji mwingine wa Kiswahili. Yaani hautaenda kufungua, ni maana nimeziweka pale. Nitakuwa ninasoma alafu mwingine anatafsiri. Yule ambaye kwa kweli unaweza nisaidia kwa upesi, ndipo tuchukue muda mrefu. Sasa ni Kristo anazungumziwa hapa. Kristo ndiye anayezungumziwa hapa kwamba he desires anasema, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Ijapokuwa mtu akazaliwa kutoka juu, hawezi ona ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Kitabu cha Yohana 3:3. Not by seeking a holy mountain or a sacred temple are men brought into communion with heaven. Sio kwa kutafuta mlima mtakatifu au hekalu takatifu ndiposa watu wanaleta katika umoja wa nini? Wa mbingu. Religion
is not to be confined to external forms and what? Ceremonies. Kwamba dini haifai iwe imefungamanishwa na mambo ya nini? Mifumo na itikadi za nini? Za nje. Sasa mtu atashangaa haya yote na hekalu yanaingilia wapi? Haya, tuende mbele. The religion that comes from God is the only religion that will lead to God. Dini pekee ambayo inatoka kwa Mungu ndiyo tu dini ambayo itaweza kuelekeza mtu kwa Mungu. Alafu anasema in order to serve him aright. In order to serve him aright. Ndipo tumwabudu Mungu ipasavyo, we must be born of the divine word, spirit. Lazima tuzaliwe na roho ya nini? Ya uungu. Naomba hapo tusikie sentence hiyo. This will purify the heart and renew what? The mind. Hili litasafisha moyo na kufanya akili iwe nini? Mpya. Giving us a new capacity for knowing and loving God. Kutupatia nafasi mpya ya kuweza kuwa na nafasi ya kumjua Mungu na kufanya kitu gani? Na kumpenda. Alafu anasema it will give us a willing obedience to all his requirements. Inatupatia nini? Utiifu wa kupenda kwa matakwa ya Mungu yote. Sasa hapa kuna vipengele ambavyo nataka tuvichukue. Number 1, kwamba mifumo ya itikadi ya nje, sawa? Yote hayo hayawezi leta mtu karibu na nani? Na Mungu. Tunaelewana vizuri? Alafu anasema tunahitaji kwanza kabisa tuweze kuwa tumezaliwa na roho ya uungu, sawa? Tunapozaliwa na roho ya uungu, ndipo mioyo yetu ambayo imesafishwa na akili zilizofanywa upya itatupa nafasi na uwezo wa kumjua na kumpenda nani? Baada ya hapo ndiposa yote utakayokuwa unayatenda utayatenda kwa sababu ni utiifu wa nini? Wa kupenda. Sasa haya yote nafika hapo kwa sababu gani? Kitabu cha Yeremia. Mbona mimi nawaelekeza hapa kwa nukuu hizi zote? Ni kwa sababu kuna kipengele ambacho tutakitafuta kitachotusaidia baadaye kuanza kutafuta maswali haya ya mifumo ya nje na nini? Hebu Gabriel Joe, fungua nukuu hii. Umeipata? Upo nayo hapo? Nayo. Okay, naomba karibia. Anzia tu hapo kusema kwamba hapa ukweli ambao Kristo aliutangaza unaodhihirisha hiyo tangazo kwa Nikodemo. Kurasa 129. 129 Kiswahili. Kuna hapa anaposema kwa mujibu mwanamke yule. Hiyo anaposema hapa ukweli unaosemwa. Usome hapo. Hapa unasemwa ukweli ule ambao Yesu alikuwa ameusema kwa Nikodemo aliposema, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Sawa. Watu hawaletwi katika ushirika na mbingu kwa kutafuta mlima mtakatifu au hekalu takatifu. Naam. Dini isifungwe katika maadhimisho na taratibu zinazoonekana kwa nje. Ngoja kidogo hapo. Mimi hapo ndio sentence ya kwanza nataka tupate hilo neno hapo. Dini isifunganishwe na nini? Katika maadhimisho na taratibu zinazoonekana kwa nje. Hapo mmeelewa? Ndio. Constant ceremony. Sawa. Kama mnaridhika kwenye lugha iliyotafsiriwa hapo ni sawa. Twende mbele. Dini tokayo kwa Mungu ni dini ile tu itakayoongoza kwenda kwa Mungu. Naam. Ili kumtumikia Mungu kwa usahihi, lazima tuzaliwe kwa roho wa mbinguni. Hili litasafisha moyo na kufanya upya akili. Likitupatia uwezo mpya na kumfahamu na kumpenda Mungu. Litatupatia utii wa matakwa yake yote kwa hiari yetu. Hii ndio ibada ya kweli. Asante. Komea pale. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa na hii form na ceremony kwa Kiswahili umeta nini? Maadhimisho. Naomba nipatieni mifumo na mifano ya maadhimisho ya nje. Tupige magoti tuombe.
Funika vichwa mfano wanawake. Ni maadhimisho. Ni maadhimisho hayo. Ni mifumo ya nje. Ni mifumo ya nje. Na nyingine, mifumo nyingine ya nje, Kuvaa kwa kujistiri. okay, tuvae manguo ambayo yanaonyesha adabu, sio? Ni mifumo mizuri, si mizuri hiyo? Mizuri. Sawa? Mfano mwingine, shikamoo baba. Si mifumo hiyo? Mifumo mingine, bana mpe mama kiti akae. Si unaelewa? Yote ni nini hiyo? Ni mifumo. Ila tunaambiwa kwamba mifumo hii yenyewe ikiwepo yenyewe, ikiwa huu moyo nao yatenda hao yote hujasafishwa, inaelekea wapi? Inakupeleka wapi? Kwa shetani. Now, sasa hapa swali na hoja haihusiani kwamba mifumo ni mizuri si mizuri. Hiyo sio swali. Tuelewana? Hilo sio nini? Swali ni moyo unaotenda mifumo hiyo na itikadi hiyo ya nje. Je, ni moyo ulio katika hali gani? Sijui kama nitakuwa nimesema vizuri. Ndiposa sasa kila mmoja wetu nafanza kujiuliza, yote ninayoyatenda moyo wangu uko vipi mbele ya nani? Kwa hivyo ukigundua unafanya mambo ijapokuwa moyo hauko sawa, then kilio cha moyo huo ni kwamba Baba, safisha kitu gani? Moyo wangu. Badilisha kitu gani? Nia yangu. Ndipo saa yote utakayokuwa unayatenda kwa sababu una utiifu wa kupenda na kwa sababu ushampenda Mungu ambaye unamtendea hayo. Lakini inawezekana ikawa tunafanya vitu ambavyo vitu vyenyewe vipo sawa, ila moyo unaotenda vitu hivyo ni moyo ambao haupo sawa. Sasa nina swali, hayo yote unayoyatenda Mungu atayapokea, atayakataa? Simu nijibu jamani. Atayakataa. Sasa uzito ulio ndani ya moyo wangu ni huu. Nimefanya mfumo mmoja ambao umenigharimu. Nimetoka Kenya nimekuja hapa kwenye kazi ya umishonari. Ila ikiwa moyo wangu hauko sawa, huo mfumo na ufanya ila Mungu hajakubali kafara hiyo. Hasara kwa nani? Kwangu. Si ningeenda nyumbani nani kafanya kazi ya ukulima? Mnanielewa vizuri? Inawezekana Mzee Ngoi hapo umejitoa na umri umeenda. Umefanya kazi ya kuleta hawa watu wote walio hapa, ila moyo wako ikiwa haupo sawa, then ipo kilio kwamba hayo yote unayoyafanya Mungu wa mbinguni hajayapokea. Ijapokuwa wengi wataokolewa kupitia mikono yako. Mzee sawa, unajinyima usingizi kupambana kanisa la Banana lisimame lisigawanyike, sio? Sasa ikiwa hao nao yatenda ni sawa na yatenda yaliyo mazuri, ila swali ni hili, ikiwa moyo wako haupo sawa mbele ya Mungu, hizo kafara zote Mungu anasema hizo ni bure kwangu. Sasa haya yote ambao anawapeleka pale. In fact, nilikuwa nimefikiria tuone kitabu cha Yeremia. Before tuone Yeremia, naomba msomaji afungue kitabu cha Malachi. Malachi 2. Kitabu cha Malachi 2:13. Inasema, nashukuru kwa kuwa haraka. Inasema tena mnatenda haya nayo. Tena mnatenda haya nayo. Mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi. Mnafunikiza madhabahu ya Bwana kwenye nini? Kwa machozi. Kwa machozi. Kwa kulia na kuugua. Kwa kulia na kwa kuugua. Na kwa kulia na kwa kuugua. Hata asiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Sasa sijui kama imeeleweka haijaeleweka. Imeeleweka? Ndio. Sasa naomba kwa maana leo unasema unaweza tafsiri. Sijaridhika na hiyo. Naomba tafsirie hii hapa. Hapa. So that he gives no more thought. Anasema kwa hiyo sasa hakutoa tena mawazo mengine to the offering, kwa sadaka, kwamba yani unafanya kafara, unatoa sadaka fulani, lakini Mungu haweki mawazo yako kwenye nini? Zile sadaka. Zile sadaka kama kafara, sawa? Ndio. Alafu anasema and does not take it with pleasure from your hand. Na hachukui tena kwa kufurahia katika mikono yako. Kwa hiyo unamletea Bwana kafara,
ila ikiwa madhabahu ya Bwana imejaa machozi ambayo umeyasababisha, hiyo kafara unaoiletea Mungu, naomba kae, ambao umemletea Mungu, anasema ya kwamba siweki mawazo yangu kwa hizo nini? Hizo kafara. Namba 2 anasema ya kwamba na wala siipokei kwa moyo uliojaa nini? Furaha, pleasure from your heart. Hapendezwi nayo. Wangapi ambao tumefanyia Bwana kafara? Jamani, ndio mkono hivi. Happy Saba. Wangapi ambao tumefanyia Bwana kafara? Nina swali. Je, madhabahu yake yamejaa na machozi uliyosababisha ama hajajaa? Wewe ndajibu mwenyewe kwanza. Usitoke kwenye mdomo wako. Na kuuliza swali, na mimi nijiulize swali. Je, madhabahu ya Mungu yamejaa machozi kwa sababu yangu au bado? Sasa la pili, ikiwa imejaa machozi ambayo mimi nimeyasababisha na kafara hizi zote ninazozitonda na mtolea huyo Bwana, anasemaje? Sipendezi na hapo. Sasa hii inayozungumziwa hapa. By the way, madhabahu haya yanayozungumziwa hapa, samahani. Madhabahu haya yanayozungumziwa hapa ambayo yamejaa machozi ni nini? Ni nini? Sasa hapo ndio somo la hekalu linaingilia, sio? Sawa, tuachana nayo hapo. Kitabu cha Zaburi nasema hivi, Daudi kama sijakosea, kwamba kuhangaika kwangu, je, machozi yangu yote haujahifadhi kwenye nini? Kwenye chupa. So haya madhabahu tunayozungumzia hapa ni hiyo chupa, sio? Tukiingia kwa hekalu, tukishajua hiyo chupa ni nini, then machozi ya Mungu machozi ya Mungu. Machozi yanapokuwa yamejaa kwenye chupa hiyo ni kwenye hayo madhabahu kwenye hekalu, sio? Okay. Sasa haya yanamaanisha kitu gani? Nani huyu ambaye amejaza haya machozi? Yaani ni machozi ya nani yaliyojaa hapo? Ni machozi ya nani yaliyojaa hapo? Ni ya wewe unayeleta kafara au ni ya mwingine? Haraka unafikiriaje? Ya mwingine. Kama Abeli na Kaini. Now, kuna annotated Bible notes, version nyingine nasema hivi. Hiyo. And this have you done again. Na haya umeyafanya tena. This probably means, hili inamaanisha, and this second time have you done. Hili limefanya mara ya pili. Anasema, beside taking idolatrous wife, kama ya kuchukua wanawake wa nini? Wa uzinifu ama uzinzi. Anasema, you have divorced your Hebrew wives. Mmewapea taraka wanawake wenu wa Kiebrania. Alafu anasema, whose tears, ambao machozi yao, cover my altar. Imejaa kwenye nini? Madhabahu yangu. And make your offering, number 1, anasema kwamba inafanya kafara zenu ziwe nini? Detestable to me. Inafanya kafara zenu ziwe machukizo kwangu. Now listen. Sasa naomba kila mmoja wetu turudi nyumbani. Okay? Yes. Wazee wa kanisa hamjambo. Wazee wa makanisa hamjambo. Hawapo. Kwani kanisa liko tu wenyewe ni vijana wanajiongoza? Wazee wa makanisa hamjambo. Hata wewe mzee sawa si mzee wa kanisa. Asharitaya. Wainjilisti ndio wapo hapa. Wainjilisti ndio wapo hapa? Oh, sawa. Wainjilisti hamjambo. Hamjambo. Wanakwaya hamjambo. Hamjambo. Sasa nina swali. Mke wako nyumbani amejaza kwa madhabahu ya Bwana machozi hajajaza? Usinijibu. Nijijibu mwenyewe. Wewe mwanakwaya unayetoa sauti nzuri, mama ni Karo mlimuita ama ni nani mlimuita? Yule mtoto wa mama Karo. Mimi namjua mama Karo. Sasa yule binti yake alikuwa alisema anaenda mbinguni, mume wake asiende, anaenda. Yuko wapi? Yuko nje. Yuko nje. Ashatoka. Sasa unapoimba sauti nzuri unaenda mbinguni. Je, inawezekana huyo mume wako aende kwa maana umejaza machozi yako kwenye madhabahu ya nani? Inawezekana? Ndio ama hapana? Inawezekana. Kwa hivyo yote unayoyatenda, Mungu anasema kafara hizo zote ni nini? Ni machukizo kwangu. Sasa haya yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kafara hizi tunazozungumzia hapa kwenye muktadha wa Wayahudi zilikuwa zinatolewa wapi?
kwenye hekalu. Sawa? Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa ni mifumo na itikadi za nje yote yanayofanyika wapi? Kwenye hekalu. Sawa? Kwa hivyo ikiwa kuna mifumo ya nje inayoendelea kwenye hekalu ambayo haihusu mioyo ya wanadamu, yote yanayofanyika hapo ni kitu gani? Machukizo. Yaani ikiwa kuna mifumo yoyote ambayo inafanyika kwenye hekalu ambayo haihusiani na moyo anayeitoa kafara zile pale, then hao yote na yanayofanyika pale hayana furaha yoyote kwa Mungu, hayamletei Mungu furaha yoyote. Unajua, pengine akasema ya kwamba kama ningekuwa na njaa singewaambia. Ningeenda kule wapi? Porini, milimani, nichukulie kitu gani? Hii inaitwa pamphlet. Mna pamphlet hapa. Mna kitabu ambacho kinaitwa pamphlet. Hamna, sio? Kwa hiyo tutabidi tutafsiri, sio? Pamphlet ya namba 48, pamphlet ya namba 48, 46. Sasa 46 ni ukurasa 46, paragraph ya pili. Naomba kama unataka kutafsiria ndio simama hapo, nikosa nataka kusoma kule asiweze kuzuiwa. Kwa hivyo kama unaandika, andika PH 048, yani PH, sijui kama ni Kiswahili hicho. Alafu 048 na ngapi? 8. Ukurasa ni 46, paragraph ya pili. Kwa hivyo pamphlet yenyewe ni hiyo PH. Sawa? Anasema hivi. Sasa sikizeni, naomba tena mnisikize vizuri. Sawa? There are many whose religion consists in activities. Anasema inaingia katika matendo ile. Nafikiria hapa. Ndio, hapa. Consist in activities. Yaani kuna wengi ambao imani yao imejaa nini? Matendo. Ni matendo ndio, lakini activities ndio zaidi ya matendo. Shughuli, sio? Na wangapi ambao imani yetu imejaa shughuli? Yaani hiyo ni kweli, sio? Haizo kuuliza huyu ndugu Cyprian hapa kuambia ratiba imejaa, sio? Shughuli, si ni shughuli hizo? Mzee Ngoi? Siku hizi haonekani hata WhatsApp. Shughuli zimefanya zimejaa, sio? Now notice, anasema hivi. They want to be engaged in. Wanataka kuingia ndani. Kuhusishwa and have the credit of doing. Na ana uwezo wa kufanya hivyo. No. Na wanataka wapate credit. Faida. Credit ni ile ambayo hiyo umefanya vizuri. Umeelewa hiyo? Unaelewa? Kuna watu ambao imani yao imejaa nini? Shughuli. Alafu anasema wanataka washughulishwe. Wahusishwe, asante. Alafu anasema ndiposa wapate nini? Sifa ya kutenda. Some great what? Thank you. Wapate pongezi ya kufanya kazi fulani kubwa. Sawa? Na kuambia hakuna mzee tuliwahi kuwa naye kanisa letu la Morogoro kama mzee yule. Hello? Yes. Hajawahi kupata mumishonari ambaye alijitoa, alitembea Dar es Salaam akahubiri tabia ya Mungu kama Cyprian. Kazi kubwa alifanya. Hello? Yes. Haya yote ni mbaya? Mazuri. Hebu usitoke hapo kusema ya kwamba nimesema ni mabaya. Hamna. Nasema hivi. Sasa nasema while the little graces that go to make up a lovely Christian character are entirely overlooked. Nasema some great work while the little graces. Shasoma hapa. Kwa hiyo naomba nisaidie hapa. Anasema ijapokuwa while the little graces, yani wakati huo anapofanya kazi hii kubwa, anasema graces zile ndogo ndogo, yani neema zile ndogo ndogo zinapungua. Anasema zile neema ndogo ndogo ambazo zinafanya tabia ya Ukristo iwe ya
pendeza au ya upendo zote zinapuuzwa. Sasa hizi kwenye activity anaona ndio nzuri, sio? Lakini zile neema ndogo ndogo zipo wapi? Zimepuuzwa. Yeye anataka ionekane ya kwamba anajishughulisha, sio? Sasa sikiza, naanzia wapi haya yote? Naanzia kwangu. Naanzia wapi? Kwangu. Wapi? Si hata moyoni tu. Ndio hali ya moyoni yanayodhihirishwa, lakini naanza kuyatafuta wapi? Kule wapi? Nyumbani. Kule nyumbani, kwenye kazi hii yote ninayoitenda, kwenye shughuli hizi zote ambazo zimejaa kwenye ratiba yangu. Je, neema ndogo ndogo nyumbani inaonekana, haionekani? Neema ndogo ndogo ninapohusiana na mke wangu inaonekana, haionekani? Nitatengeneza jina kubwa kule nje, mwinjilisti mashuhuri, lakini nyumbani je? Kuna watu wengi ambao wanawake wao akishamwona ndiye ambaye ameingia mbele ya kuhubiri, anaenda nje, anaenda kukaa. Umewahi waona? Ndio. Wapo? Mzee wa kanisa mkubwa, lakini akiamka hivi mke anasema excuse me, nenda wapi? Wewe na mbingu yako kaa wapi? Alafu ukaimba ya kwamba wewe unaenda mbinguni ya uende, mimi naenda. Hivyo ulimwimbia asubuhi. Sio vibaya kuimba hivyo, ni vizuri tulimba, ila jiulize kwanza swali. Hello? So secret. Tunapotembea kuhubiri injili, nyumbani kukoje? Only God knows. Mzingoi, kujitoa umekutoa huko kote, moyo wako nyumbani hapo huko. Na wazungumza na wale ambao watakasirika. Kwa maana tumefanya kazi pamoja. Itakuwa ni hasara nikipotea. Sio? Ama ninaanza kuchokonoa sasa. Tuache hii tulio kwenye hekalu. Sorry. Hii mwalimu bwana, tunakuja kusikiza hekalu. Tuambie hekalu liko mbinguni ama hakuna? Sasa sikizeni. Kwa hiyo yani moyo wangu hapa, acha nikwambie, moyo wangu hapa najiuliza swali. Unajua, haya yote ninayoyatenda, lengo langu na motive yangu ni ipi? Tunaelewana vizuri? Yaani kusudio langu napoyafanya, nini nalo niongoza ni gani? Na mbele ya Bwana moyo wangu uko vipi? Ndio maswali nafaa kujiuliza. Sio yote ambayo yamejaa kwenye akili, yamejaa mengi tu. Yamejaa huko mengi. Anyway, anasema hivi. Hasa hii anasema hivi. The busy. Busy ni nini? Wamejaa na nini? Busy. Maana wako busy. Wako busy. Mahangaiko, wanahangaika, wanashughulika. Napigiwa simu hapo na mke wako, wewe bwana, huyu ajui kama niko kwenye meeting bwana, ananisumbua hapa huyu. Mwanamke hana kazi ya kufanya. Niko busy. Sio? Ama? Niko busy, sio? Anasema busy. Bustling activities, bustling service, yani huduma ambayo imejaa nini? Mahangaiko, which give the impression that one is doing some wonderful work. Wewe bwana, uone unaenda kwenye huduma unanisumbua kwa mambo ya karo ya wanafunzi. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo uonekane unamfanyia Mungu kazi, hiyo kwako inakuridhisha hiyo. Lakini zile neema ndogo ndogo ambazo zinafanya maisha ya kuwa maisha ya Kristo yenyewe, maisha ya kufurahisha, hayapo. Sasa inani benefit kitu gani ikiwa ndajulikana mimi ni missionary mkubwa, lakini ndani ya moyo wangu na familia yangu najua kwamba huyo binadamu wenzangu tu. Anaweza kusema hivi, it is not acceptable to God. Hayo yote hayakubaliki mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Alafu ananukuu kitabu fulani ambacho ningependa tusome. Hiyo tusome. Twende kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 9. Tuanzie Wafalme wa Pili 10:16.
Wafalme wa pili 10:16. Huyu ni ndugu mmoja anayeitwa Jehu. Wangapi ambao tunamfahamu Jehu? Namjua? Okay, naomba nisomee 16. Akasema, fuatana nami, ukaone wivu wangu kwa Bwana. Ukaone wivu wangu kwa Bwana. Wakampandisha garini mwake. Naye alipofika Samaria, aliwapiga wote waliomsalia Ahabu katika Samaria. Kwa hivyo huyu Jehu alipatana na ndugu mmoja akamwambia, njoo uone wivu yangu kwa nani? Bwana. Akamuingisha kwenye farasi, akaenda kumuonyesha wivu yake kwa Bwana. Hiyo wivu aliyokuwa ameifanya kwa mfano kitu gani? Aliwapiga wote waliomsalia Ahabu katika Samaria. Kwa hivyo alichokuwa ameenda kumuonyesha, alienda kumuonyesha yale aliyokuwa ameyatenda kwa niaba ya nani? Ambao ni kuwapiga waabudu nani? Sanamu, sio? Kwa hivyo akaenda kumwonyesha vichwa vya watu waliokuwa wamekatakata, waliokuwa naabudu Baali. Sasa akapatana na mwenzake akamwambia, bana njoo nikuonyesha kazi nao. Mimi ninafanya mission, mimi ni mchungaji mkubwa na kuambia tumewavuruga. Umeelewa? Wangapi umeelewa lugha hiyo? Wewe tuliwatandika. Umeelewa hiyo kazi? Wivu wa nani? Wivu wa nani? Kwa hivyo ndio hii nabii anasema ya kwamba hawa ni watu walio na roho ya nani? It is a Jehu spirit. Ni roho ya nani? Ya Jehu. Inayosema kwamba njoo nikuonyeshe nini? Wivu yangu kwa Bwana. Alafu anasema it is gratifying to self. Ni ile hali ya kuridhisha nini? Ubinafsi. It feeds self-complacent. Inaelimisha ile hali ya kujihisi uko sawa. But all while, wakati huo wote, the soul may be what? Defiled. Moyo unaweza kuwa ni nini? Ni mchafu. Sasa sikiza. Wangapi ambao tumeharibu madhabahu ya Baali? Wangapi ambao tumebomoa madhabahu ya Baali? Wangapi? Tupo hapa. Si ndio maana ni wana matengenezo? Si mmeyavunja kule kwenye mfumo? Nini imesalia? Si mniambie nini imesalia? Tulishawapiga, wengine wanatumia mfumo huo. Nani ambaye amebaki amesimama? Hayupo, tumeshafanya nini? Tumeshawamaliza. Ndio huo tunaozitumia mitandaoni huko. Ila sasa swali ni hili. Ndugu yangu yeye ambaye ni ndugu ya Jehu na ambaye kama mimi niko hapo tuko kwa ndugu pamoja. Swali ni hili. Hayo yote ambayo umeyatenda, moyo wako uko namna gani? Kwa hiyo ndio sawa ukiendelea chini na gundua ya kwamba Mungu anamuita yeye anamwambia umefanya yaliyo mema. Lakini sasa fuata maelekezo yangu. Sasa swali ni hili. Kwenye haya yote ambayo tunayafanya, kazi ya matengenezo, ya kurejesha tabia ya Mungu, yote hayo ni mazuri. Kazi ya kurejesha ibada iliyo takatifu kamilifu ni sawa. Ila swali, unayafanya moyo wako ukiwa katika hali gani? Je, unafikiri kwa maana hao yote umeyafanya yatakupatia ufalme wa Mungu? Ikiwa moyo wenyewe haupo sawa. Je, unafikiri ya kwamba kazi hiyo kubwa ambayo umeifanya, kazi hiyo kubwa ambayo nimeifanya itakuwa ni mbadala wa moyo wangu uliojaa uchafu? Kitabu kinachoitwa Review and Herald. Review and Herald number 19. 1896. Bado hiyo imenukuliwa kwenye kitabu ambacho tumesoma pamphlet. Anasema hivi. The soul cannot be satisfied with forms. Kwamba moyo wa binadamu hauwezi ukawa umeridhishwa na nini? Na forms. Tunasema forms ni nini? Mifumo, sawa? Ama maxims, ama traditions, itikadi, mapokeo. The cry of the soul must be kwamba kilio cha moyo lazima iwe kwamba give me the bread of what? Of life. Nipe nini? Mkate wa nini? Mkate wa uzima. Lift up a full cup to my parched spiritual nature. Inua kikombe ambacho kimejaa iweze kusafisha hali yangu ya kiroho, that I may be revived and refreshed. Ndiposa moyo wangu uweze kuuishwa na kuburudishwa. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba wewe umekuja hapa kujua hekalu lipo mbinguni halipo. What you need is what?
Hello? Yes. Unachotafuta ni nini? Ni hiyo. Kwa hivyo kwenye hizo zote ambazo tutafanya, mwishowe tumalizie ya kwamba samahani, mioyo yetu iweze kuuishwa na kuburudishwa katika Kristo. Hicho tu mwishowe kiwe ndio goal ya mwisho. Kwamba mwishowe useme ya kwamba moyo wangu umepokea mkate wa uzima na kikombe ambacho kimejaa. Sasa naomba tuende kwenye kitabu cha Yeremia. Nilikisema kitambo ila tukazidi tu tukiendelea mbele kidogo. Yeremia 7. Kuna kitu pale ambacho ningelipenda niwakaribishe tukiangalia. Mstari wa 2. Naomba msomaji aanze kuanzia hapo. Simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, na nyote wa Yuda, mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. 3. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo, mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Walikuwa wanatumainia maneno ambayo yanasema hivi kwamba hekalu la Bwana, hekalu la nani? Bwana. Okay, hili hekalu nao lizungumzia ni hekalu gani? Waliokuwa wanaliona, sio? Ndio. Wanasema hekalu la nani? Bwana. Hekalu la nani? Basi hiyo inafanya kitu gani? Inatosha. Sio? Mbona wewe unaamka asubuhi unampelekea Mungu nini? Ndama. Naye ndama anachinjwa, Mungu anapelekewa damu, si wewe inatosha? Ama haitoshi? Inatosha itoshi? Sasa siku wani ameshachukua damu, amempelekea Mungu kule ndani. Sasa Mungu ambaye anakuwa na kiu ya damu akapewa, sio? Sasa kuna shida gani nyingine? Rudi. Endelea kufanya nini? Mambo yako. Kwa hivyo wakakuwa wanategemea hilo. Wanategemea nini? Hekalu. Sasa kesi ambayo natafuta hapa ni moja. Je, inawezekana waliokuwa wanayategemea ni mifumo na itikadi ya nje ambayo yote ilikuwa ni ubatili? Inawezekana? Ikiwa hawakuelewa kanuni iliyokuwa nyuma ya ule mifumo. Yaani ikiwa mfumo waliokuwa wanautenda na itikadi walizokuwa wanazifuata hawakuelewa roho na uzima uliokuwa unafaa upatikane pale, then yote waliokuwa wanayatenda ilikuwa ni kazi bure. Takuwa nimekosea? Niko sawa? Haya, tuendelee. Anasema, mara kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. 4. Msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Kwa hivyo anawaambia, yani badala ya kutumainia hayo maneno mnayoyasema kwamba mnaona nini? Hekalu. Yani msiweke mawazo yenu na tumainio lenu kwa ile mifumo na ile huduma inayoendelea pale unayoiangalia, sawa? Bali mtumainie nini? Hayo nao waelekeza, sio? Kwamba msimuonee nini? Njaa. Muishi kama nini? Mandugu, muishi kwenye haki mkipendana wenyewe, ndivyo nawaelezea pale. Lakini msipofanya hayo yote lemayani, yani msipofanya hayo yote mtegemee jengo mnaloliona pale, mnategemea nini? Mnategemea nini? Ameita hapo. Ameita nini? Maneno ya nini? Ya uongo. Yani hiyo yani mtakufa hiyo ikiwa hapo. In fact, naweza ongeza na sitakuwa nimekosea. Mtakufia wapi? Hapo. Wangapi walikufia hapo ndani? Wengi. Historia inatuambia kwamba walichinjwa ndani, walichinjwa kwenye hilo jengo ndani. Damu zikatirika kama mito kutoka kwenye hekalu. Waliotumainia.
Kwa nini? Wanatumainia maneno ya udanganyifu. Ila kiini cha mfumo uliokuwa unaendelea pale, kiini cha huduma iliyokuwa inaendelea pale, ambayo ilikuwa inafaa itimie ndani ya mioyo yao, ilikuwa mbali sana na maisha yao. Kwa hiyo Mungu anawalilia wabadilishe mienendo, angalau wapate ulinzi ambao wanafaa wapate kutoka kwake mwenyewe. Ila wao wakabaki kusema kwamba wewe Yeremia bwana unatusumbua. Wewe unatusumbua bwana. Si yeye kwa bwana liko pale. Kwa hivyo wao wakiona hekalu liko pale, wanaamini Mungu yuko pamoja na nani? Na wao. Kwa hivyo they don't care kile ambacho wanachokifanya. Bora Mungu yuko, wanamuona yuko kule. Sasa naomba niingie mahali fulani. Inawezekana na sisi tuko kwenye mfumo. Inawezekana tupo kwenye mfumo. Si maisha mfumo wa SDA. Siongelee mimi wa mfumo. Inawezekana tupo kwenye mfumo ambao tunategemea jengo fulani, mahali ambapo mambo yanaendelea huko, lakini mimi hayanihusu. Inawezekana. So kama kuna tumaini lililonalo ndani ya moyo wangu kuhusu hekalu lingine ambalo mambo yanafanyika kule, lakini mimi hapa hayanihusu mimi, then swali ni hili, mimi na Wayahudi tuko kitu kimoja. Ndio. Chini kidogo. Kuna nukuu ambayo nilipenda nisome. Now consider the circumstances of the Jewish nation. Kwamba chukua muda tafakari nafasi ya taifa la nini? Ya Wayahudi wakati ambapo unabii wa Danieli ulikuwa unatolewa. Sasa kwa hivyo tafakari hali ya Wayahudi, taifa la Uyahudi wakati ambapo unabii wa Danieli ulikuwa unatolewa. So Uyahudi huu tunaozungumzia ulikuwa wapi? Yerusalem. Ulikuwa Yerusalem? Ulikuwa Yerusalem? Ndio. Ndio. Aha. Ulikuwa wapi mwingine? Wakati mambo ya Danieli yanaandikwa, unabii wa Danieli unapoandikwa, taifa la Wayahudi lilikuwa wapi? Babeli. Lilikuwa wapi? Babeli. Babeli. Nani amewakalia? Ni Mbabeli amewakalia. Na kikombe cha Mungu wao cha kunyia damu kilikuwa kwa nani? Kwa Babeli. Kwa Babeli. Na sahani ya mikate ya Mungu wao ilikuwa wapi? Kwa nini ilikuwa hivi? Sababu ya damu zao. Walichapwa? Walitekwa. Na Mungu na hekalu ya Mungu pia kateka huko. Ikavunjwa ikachukuliwa. Kwa nini? Mungu hakuwepo. Sasa sikiza. Anasema hivi. The Israelites were in captivity. Waisraeli walikuwa wapi? Walikuwa utumwani. The temple had been destroyed. Hekalu lilikuwa limeharibiwa. Kwa nini? Makosa yao. Makosa gani? Waliasi sheria. Sasa na hekalu la Mungu inahusiana na sheria. Hekalu la Mungu alivunjaje sheria? Wao ndio wanafaa waende huko, hekalu la Mungu libaki. Mungu alinde hekalu lake. Ama? Si ndio? Hekalu la Mungu halijafanya makosa. Mwenye makosa ni nani? Si ndio? Sasa mbona Mungu anaruhusu mpaka hekalu lake lenyewe linabomolewa? Walikataa maonyo ya nabii Yeremia. Yaani wanasema namna gani? Msitumainie maneno unayotumainia. Toa akili hapo. Toa nini? Ndio msitumainie hiyo. Msitumainie majengo hiyo. In fact tukiendelea Yeremia anawaambia hivi, kama hamuamini nendeni wapi? Babeli. No. Shilo. Sawa. Twende pale. Yeremia 7. Turudi hapa. Twende Yeremia 7. Naomba somo ule mstari wa 11. Azia 10 anasema hivi. And come and stand before me in this house. Anasema kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii. Iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Naam. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Lakini enendeni sasa hata mahali pangu palipokuwapo katika Shilo, nilipolikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone nilivyopatenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli. Sasa
Kwa hivyo anapowaambia hivyo, anawaambia hilo jengo lao nini iko mbele? Yale yaliyotokea wapi? Shilo. Anawaambia kwa kifupi, ukisoma kitabu cha Yeremia, hatuna muda wa kwenda pale. Yeremia anatoa maombolezo, na ndio maana baadaye ameleta kitabu cha nini? Cha maombolezo. Anaomboleza kuita Israeli angalau iweze kurejea, ifanye matengenezo, ndipo wapate kivuli cha Bwana kiwafunike. Kwa maana ukisoma mbele inasema ya kwamba nani alikuwa anaikondolea macho Israeli? Mfalme Nebukadnezar. Wa wapi? Wa Babylon. Anaiangalia, ila Mungu anatamani kuificha na kuilinda. Kwa hivyo anawatumia ujumbe wafanye matengenezo, ndipo Mungu apate fursa na haki ya kuwafanya gani? Ya kuwafunika. Ila wao hayo yote wanapuuza. Tumaini liko kwenye nini? Je. Sasa swali, jengo lilikuwa limetengenezwa na nini? Jengo lilitengenezwa na nini? Na mawe ya dhahabu, ikienda sana nyingine miti, sio? Sasa Mungu anawaambia badilisheni mienendo, lakini akili yao bwana, ile nyumba ya dhahabu iko pale za kusaidia bwana, hiyo yote inatosha. Ama si ndivyo? Na hiyo ndio wakili wanaotumia. Anawaambia msihukumu ambao zimepinda mikato. Anasema Bwana, si tunaonaga Bwana sanduku la Bwana lipo, sanduku la Bwana lipo. Sanduku la Bwana linatokana na nini? Mbao ikuokoe. Lakini akili zao, wao akili yao iko wapi? Kwenye hiyo, sio? Haya. Sasa kwenye lile jengo kule juu nini imefunika? Ngozi za ng'ombe, sio? Kwa hivyo kwenye akili yao wanaona ya kwamba yani wafanye watakavyo, lakini ile ngozi ya ng'ombe bora uko kama ni mzengoi. Akitoka kutoka kwenye dirisha yake akiangalia hii mabati, akiangalia nyumba ya Bwana iko pamoja na mimi. Anafanya vitu nataka kufanya, bora na mabati ya nyumba ya nani? Hiyo inatosha. So Mama Selina analia kwa nyumba usiku mzima, bora unaona nyumba ya Bwana iko pale. Hello? Si ni mtu anafanya hivyo? Yaani you don't care. Yaani wewe bora wewe bwana, si mimi asubuhi nitaamka nitavaa nile kutoa matangazo kanisani, mtumishi wa Bwana. Wewe hivi endelea kulia hapo. Ama sio inatosha. Unanielewa? Sasa Mungu anawaambia hayo hamna hata wasaidia, ila hawakuelewa. Sasa Mungu afanyeje? Ndio hii hapa. Anasema hivi, their temple services were suspended. Akafanya Mungu afanya namna gani? Huduma zao zote za hekalu zikafanywa nini? Zikafanya nini? Zikakaa suspended. Kususpend ni nini? Kuweka nini? Kusitisha. Sasa swali. Kwa hivyo kama tumaini lilipo kwenye jengo, sasa ulipeleke wapi? Of course, ndio maana wapata wanasema ya kwamba kwenye mito ya Babeli tukikaa hapa tunaendelea kulia. Unafikiria wapi? Bado akili iko wapi? Yerusalemu. Bado akili yao haijatenganishwa na ya mwili, wajue kwamba lile mwili lililokuwa pale ilikuwa inawakilisha kitu kingine ambacho kinaweza kuwa mahali popote. Bado akili imekoma wapi? Ndio maana kila wakati unapata kwamba walikuwa wanafungua madirisha bado wakiomba kwenye imagination yao, wakiangalia wapi? Yerusalemu. Tunaelewana vizuri? Ila Mungu hapa kuna kitu ambacho anatamani awafunze na kinachotendeka pale, kwamba mahali mlikuwa mmewekea tumaini lenu sio mahali ambapo ni salama, sipo. Alafu anasema hivi, their religion, huduma yao, had centered in ceremonies of sacrificial what? Kwamba imani yao, dini yao ilikuwa imejikita katika nini? Ceremony, maadhimisho ya mifumo ile ya nini? Ya kafara. Ilikuwa inafanyika wapi? Baba, wewe ukienda usiku uroge kama Muislamu, bora umemletea Mungu kitu, yeye inatosha, sio? Ama ukienda sana uoshe mikono, sio? Unaweza uwe mtu uende uoshe mikono, uingie kwenye uswali, uvae nguo nyeupe. Sasa si ni hivyo? Ama kwa hivyo ninaweza kuja hapa, mke wangu amelia tangu Januari hadi huu ni mwezi wa gani?
Mwezi wa 7. Naweza kuwa mke wangu amelia kuanzia Januari hadi mwezi wa 7, lakini bora mwezi wa 7 mimi naenda Songea kuhubiri injili ya Bwana, malaika wanne. Si hivi? Ama hiyo sio kazi ya Bwana? Kwa hiyo kwa kifupi unagundua ya kwamba Bwana hapa ana tatizo moja. Aliwapatia samahani, nikumbusheni ceremonies. Maadhimisho. Aliwapatia maadhimisho ambayo alikuwa anatumia ni mfumo tunataka kuzungumzia wa mafundisho ambao ni mafundisho yanayolenga yanayofaa yatende ndani ya mioyo yao, ila akili zao zikaanza na zikakomea wapi? Hapo. Ndio baadaye Mungu anawaambia kitabu cha Amosi kwamba yani mimi hata hizo nyimbo zenu ni nini? Ni kelele. Hizo sikukuu ni nini? Ni machukizo. Tunaelewana? Akaenda mbele akawaambia, kwani mnafikiri nahitaji ndama? Akawageukia akawaambia, unajua mimi hata baba Yesu kuwaambia waniletee. Mnajua hiyo aliwaambia? Ndio. Aliwaambia, kwa nini mnafikiri kwamba mimi nahitaji? Baba zenu walipokuwa wanatoka Misri, mimi sikuwaambia nataka. Kwa nini? Amegundua akili zao, mfumo aliowapa wa mafundisho umekuwa ndio kitu chenyewe. Kwa hivyo lengo husika na ule mfumo imetokomea, imepotelea kwa mfumo. Sasa ikabidi auondoe. Walichokuwa wametegemea angalau kama wanaweza rejesha akili kwa kitu chenyewe. Sasa sikizeni vizuri, baada ya hapo tusome tukitafsiri. Their services were corrupted with traditions and practices of heathenism. Kwamba huduma yao ilikuwa imetiwa nini? Unajisi na nini? Tamaduni na practices. Mazoea ya nini? Ya heathenism, ya upagani. In the performance of sacrificial rites, katika kutenda mifumo ile ya nini? Ya kafara, they did not look beyond the shadow to what? To the substance. Hawakuangalia beyond nini? Mfano kuelekea kwa nini? Kwa kitu halisi. Hello? Yes. Hiyo ndio point ya kwanza. Kwa hiyo tunapozungumza kwenye mfumo wa damu, bado lugha hiyo ni ya nini? Mfano. Lazima tutafute kuenda zaidi ya mfano kwa kitu halisi. Na hapo ndio mtihani huu. Na tusipofanya mtihani huu tupite, tutabaki pale pale kwa Wayahudi wanaong'ang'ana na damu ya nani? Kwa damu ya Kristo nakwambia toka. So mtu anapofuza mapepo. Hii damu ya Kristo ambayo inafuza mapepo ni nini kumuuliza? Anakuambia ni damu ya Kristo, inamweka wapi? Sasa hiyo inatoa pepo hai. Unaelewa? Kwa hivyo lazima mwishowe tuondoe mawazo yetu kwenye mifano, tutafute kitu nini? Halisi. Sasa unagundua Mungu aliwapatia shadow, kitu kivuli. Sawa? Kwenye mfano wa nini? Wa hekalu. Mfumo huu ulikuwa unafaa uwafunze. Sawa? Unawafunza kuwaelekeza kwa nini? Kwa kitu halisi. Ila akili zao zikakwama kwa nini? Kwa mfano. So ibada yao yote imezunguka kwa nini? Kwa mfano. Sasa mfano ambao Kristo aliutoa una maana hauna maana? Una maana hauna maana mpaka hapo? Una maana. Hamjanielewa. Ikiwa aliwapatia mfano, wanaofaa wajifunze wapate kitu halisi, ila huo mfano haujawasaidia wajue kitu halisi, mfano uliotolewa una maana na una kazi? Hauna. So wewe ulioutoa mfano uwasaidie, unafanyeje? Unautoa, akachukua hekalu akamruhusu Nebukadneza, chukua hiyo yote kusanya, weka wapi? Kwa nyumba ya nani? Ya miungu wako. Sasa wanalia yeye vyombo vya Mungu, wao wana huzuni kuliko Mungu. Unaelewa? Vyombo vya Mungu vimeenda wapi? Babeli. Kwa hiyo inawaumiza, ila hawajui ya kwamba Mungu anapowacha wao wafuatana miungu yao,
Kwa hiyo anaacha Nebukadneza afanye anavyotaka, vitu vile vinavyoenda, kwa sababu hawajafaidika na mifano hiyo. Anawaonyesha ya kwamba hiyo mnayoitumainia yote ni nini? Ni ubatili. Kwa hiyo sasa waanza kumtafuta Mungu pasipo na hiyo nini? Na hiyo mifano. Ila mifano haikukuwa batili kwa Mungu. Alikuwa ameitoa jifunze, ile mfano kafeli. Next nasema hivi. The Lord wrought to bring the people into captivity. Mungu alitenda kuwaleta hawa watu katika nini? Katika utumwa. Sasa anasema hivi, and to suspend the services in the temple. Kusitisha nini? Huduma katika nini? Hekalu. In order, ndiposa that the outward ceremonies, ndiposa nini? Maadhimisho ya nje might not become the sum total of their religion. Kwa hivyo bado pale kinachofanyika pale, Mungu ni mchakato wa kuwaokoa. Amegundua, aliwapatia mfano, wameshinda kuelewa, na ule mfano unaendelea kuangamiza. Wamekwamilia nini? Mfano. Kwa hivyo ndiposa sasa huu mfano usiwapotoshe kabisa zaidi, inabidi afanye kitu gani? Auondoe. Kwa maana akishauondoa hawatakuwa na kitu cha kushikamana. Hawana kuhani wa kumpelekea nini? Kondoo awachinjie, sio? Hawana kuhani ambaye anafaa achukue ile mizoga, si mizoga, makaa ya moto kwenye madhabahu ampelekee Mungu anuse Mungu afurahie. Si ndio? Kwa maana kwenye akili zao walifikia tu hapo. Si ndio? Wanaona moshi na pana. Sema basi, mapua ya Mungu mefurahi. Manukato, sio nyama. Kama kina Lemayani, nyama ikinuka anasikia vizuri. Sio? Sasa ndio awasaidie kabili aondoe hiyo, sio? Makusudi ni posa waanze kutafuta njia ya imani ambayo ni kitu halisi ndani ya maisha yao bila kutegemea mifano aliyoitoa. Inawezekana umepitia hicho kitu ila hamjajua. Wangapi ambao mara ya kwanza kabisa mlipokuwa mmefukuzwa makanisani, mlianza kujiuliza maswali, nani ambaye atatabanishia ndoa? Wangapi mmewajiuliza maswali? Mara ya kwanza kabisa. Tena hao ambao mmekuja hata kila kitu imechawekwa tayari. Yaani mara ya kwanza safari ya matengenezo inapoanza. Wangapi ambao mbona sasa ndoa yenyewe tutafungaje? Nani atawabatiza? Saa hii unajibu. Matengenezo yanapoanza. Tumeanza tunajifunza moja kwa moja. Tunatoka tukawa tunajifunza moja kwa moja. Mna bahati. Mungu ni bwana Unauliza? Niuliza ubatizo, nauliza. Kwa maana yani waliokuwa wamelelewa kwenye mfumo, wao unajua ya kwamba kuna mtu ambaye ni special, sio? Ambaye lazima avae suti kwa niaba ya Mungu pale afanye nini? Afanye, sio? Kwa hivyo sasa unapofukuzwa giza inaingia, sio? Yaani kwa kifupi kuna mahali ambapo akili zetu zimeelekezwa na imani yetu imewekwa vitu ambavyo ilikuwa ni visimamizi tu, mifano inabidi viondolewe. Sawa? Ila cha msingi ni hiyo. Their principles and practices must be purged from heathenism. Kwamba kanuni zao na mazoefu yao lazima isafishwe na nini? Na upagani. Their ritual services ceased. Itikadi zao za huduma ziliweza kukoma in order that their heart might be revived. Kwamba itikadi hizo za nje ziliondolewa ndiposa mioyo yao ifanye kitu gani? Iweze kuishwa. Alafu anasema the outward glory, utukufu wa nini? Wa nje ukaondolewa ndiposa spiritual might be revealed. Sasa hapa kuna mtihani. Ni jinsi gani ambavyo tunaweza jifunza mifumo ya hekalu ya kuondoa utukufu wa vitu vinavyoonekana, whether ni hapa duniani au vinavyoonekana wapi? Ama mbinguni vitu vinaonekanaje? Inaonekana? Ndio. Mungu anaonekanaga? Mungu anaonekanaga? Vitu. Sasa nimeuliza swali lingine. Mungu anaonekanaga? Ndio. Anaonekana. Anaonekana? Huko malaika wanamuona, sio? Ndio. Okay. So Mungu anaonekana kuonekana, sio?
Si ndio? Haya. Ni vipi ambavyo tunaweza toa mawazo yetu kwa utukufu usio No, ni vipi ambavyo tunaweza toa mawazo yetu kwa utukufu nao onekana uelekezwe kwa utukufu wa nini usioonekana? Ni vipi ambavyo tunaweza jifunza matokeo na matukio kwenye mfumo wa hekalu unaoonekana, tuanze kuangalia yanayotendeka kwenye hekalu lingine katika mambo yasiyoonekana. Kwa ndio mtihani. Inafaa sasa baadaye tuanze kujiuliza hivi, ni vipi ambavyo naweza kuwa nikisoma maandiko ya kwamba Mungu akafungua kitabu, au ukifikiria Mungu anafungua kitabu, anakifungua wapi? Ana Biblia kama hii, mbinguni somewhere. Anasimama, samahani. Anasimama. Sorry, yani tunataka kutoa hapa, sio hiyo. Ndio maana nasema samahani. Tunatoa kitu kwenye Biblia hapa. So mbinguni Mungu kwenye kitabu, sio? Hana. Maandiko yanasema ana kitabu, sio? Na vikafunguliwa. So ni vipi ambavyo ukisoma hiyo na kitabu akasoma jina. Jina gani kwa mfano? Esau. Esau. Ile la Biblia ile moja analolijua. Ile ndio inaitwa hilo. Sawa. So akafungua jina Esau. Haya, sawa. Na Lemayan. Lemayan ni kwenye Masai na maanisha nini? Kwenye Masai. Kwenye Kiingereza ni Benedict. Sijajua kwenye Kiswahili ni. Haya, jina lingine la kilugha. Mtu ana jina la kilugha lingine? Hiyo lugha ni Lemayan. Na maana inamaanisha kwa Kimasai, yani baraka, mtu aliyebarikiwa. Mtu aliyebarikiwa. Sawa, nyingine? Poteza. Ambayo inamaanisha poteza. Okay. So Mungu akona majina hayo ya kipagani yote na ya kina Esau hapa wauza nini? Yote ameandika kwenye kitabu mahali. Sasa anafungua kitabu anaanza kusoma Esau. Matokeo hayo, sio? Esau. Akasoma, futa huyo. So Kristo anakuja anafanya hivi. Sio? Wangapi ambao hivyo ndivyo ambao tunaelewa hekalu na kufanya mambo hivi leo? Si hayo yanavyoonekana hivyo? Si hivyo unavyosoma hivyo? Haya, sasa wangapi ambao unaamini hivyo ndivyo ilivyo? Mwalimu kidogo tu, usinisaidie. Naomba. Hawa hawataki kusimama usionekane wamekosea. Sasa usiwalazimishe. Mimi tunasoma hivyo. Kwenye CBA tunasoma hivyo. Kwenye matengenezo inasemekana kitabu. Kwa hiyo wacha nisimame. Sasa wewe ungesimama kwa niaba yako. Haya, asante. Naomba sasa tuendelee mbele. So tunatafuta hapa ukweli wa hizi, sio? Okay. Kristo asubuhi Jumapili, asubuhi nini? Asubuhi Jumapili baada ya kufufuo, ile Jumapili ya kwanza. Akamwambia Maria, unajua niliwaambia nafufuka ili mkuamini, ila sasa nishafufuka, lakini kabla unishikilie hapa, naomba nenda kawaambie ndugu zangu naenda kwa nani? Kwa Baba. Na nitafanya nini? Tarudi. Tupatane wapi? Yerusalemu. So ukisoma, kwa sababu tumpata mbaraka wa vitabu vya Ellen White, inatuambia kwamba alipoenda mbinguni, alipoingia, the first question aliuliza Baba ni nini? Baba, imetosha. Kwanza wangapi ambao umeielewa hiyo? Imetosha nini? Kafara. Imetosha nini? Fidia. Nani afidiwe? Nani anahitaji fidia? Anaiulizwa na anataka? Si yeye ameulizwa inatosha. Baba akasema namna gani? Naam mwanangu. Inatosha. Sio? Sasa hiyo damu inapopelekewa huko anakwenda kuulizwa imetosha. Nini imetosha? Damu. Sawa. Wangapi ambao huo matukio hayo unatafuta kuelewa uhalisia wake ilikuwa inamaanisha nini? Haya. Unapoona kitabu cha Ufunuo 7. Malaika karibu aachilie pepo ngapi? 4. Alafu Kristo akasimama akamwambia Baba, aisee, unajua bado kule banana wanavutana kusabia Mungu. Naomba shikilia. Si ndivyo Mungu anafanyala mbinguni? Ama pepo ziachiliwi? Karibu ziachiliwe mwaka jana. Leo tulifungiwa Nzega huko. Hapo tumelala kule na kina mtumishi Cyprian huko. Tumefungiwa na watu wana pepo zinaachiliwa, sio? Mungu akaambiwa Baba, shikilia, bado banana wanapambana, msenzao. Mbona wanapambana bado? Sio?
Sasa baba anakuwa anapelekewa damu, sio? Wangapi walisia wa hicho kinaeleweka? Ama inaishia tu hapo hapo, baba alimwambia, Kristo alimwambia baba, akamwonyesha hivi. Baba alikuwa ameshasahau kidogo. Hasira ilipanda kidogo. Sasa ikabidi kwanza afonyeshe, unaona? Unaelewa hiyo? Sasa haya ndio maswali ambayo tunafaa kujiuliza, na maswali haya yanakuwa ni magumu kwa sababu akili zetu hazijaelewa nini mfano. Sababu hatujaelewa mfano hapa duniani, kwa hiyo hata kitu kinachofanyika kule mbinguni bado chenyewe hatukielewi. Kwa maana tutachukua ule mfano hapa duniani na maelekezo yake ya upagani. So ukiingia kwa kitu chenyewe halisi kinachofanyika pale, hautakielewa. Sasa Ellen White anasema katika kitabu kinachoitwa Pamphlet hivi. There are many who will be lost. Kuna wengi watakaopokea because they depend on legal what? Religion. Kuna wengi watakaopotea kwa sababu wanategemea dini ya nini? Dini ya nini? Ya kisheria, utaratibu wa sheria. Hello? Yes. Hi. Or a mere repentance for sin. Sasa mfumo wa dini ambao wanadamu wengi watapotea au tutapotea, kwa maana tumetegemea huo mfumo wa kisheria. Ni mfumo gani ambao umeunganishwa na mambo ya kutubu? Sasa turudi kwenye ule mfano wa vitabu. Sijaanza kufunza by the way. Hapa ni tunataka tuvuruge akili, sawa? So ivurugike kabisa, ivurugike. Ndiposa nini tena? Lengo hili ndiposa tusiridhike na mifumo, tutafute kitu nini? Harisi, sawa? Sasa kwenye vitabu pale. Sasa hebu tutumie vitabu, alafu tafute hii ambayo imeitwa dini ya nini? Ya kisheria, sawa? Okay. So unaposema ya kwamba sheria inahitaji damu, kwa hivyo kwenye kitabu wewe unaposoma kwenye kitabu mfumo wa sheria unahitaji uone kitu gani? Damu. No, kwenye kitabu, kwenye mfumo wa sheria unahitaji kuona nini? Kitabu, sio? Ambacho kiona nini? Kiona nini? Kina sheria, sio? Na kama mtu amekosa unahitaji uone nini zaidi ya hapo? Kwenye vitabu. Sheria ikitenda kazi. Kwenye vitabu. Kwenye mfumo wa sheria. Kama mtu amekosa. Unahitaji kwenye mambo ya vitabu lazima uwe na kitabu cha kuandika makosa. Sio? Ama lazima kuwe na kitabu mahali fulani, orodha ya makosa imewekwa, sio? Okay. Kwa kwenye hukumu na upelelezi kwenye mfumo wa kisheria unahitaji nini? Ni vitabu vinafanya nini? Vinafunguliwa, sio? Majina yanaitwa yakisomwa makosa yaliyotubiwa, hiyo ambayo imewekwa hapo. Sio? Na ambayo hayajatubiwa, sio? So kwenye mfumo wa sheria ndio makosa yaliyo hapo yafutwe, nini inahitaji kufanyika? Malipo. Sio? Fidia. Au fidia. Kwa hiyo malipo yanafaa apewe nani? Mwenye sheria. Nchi ya Tanzania ukivunja sheria, sio? Kwa hivyo anayefaa apewe nani? Mungu. Mwenye sheria ni nani? Mungu. Apewe. Sio? Ndio. Haya. Na wakati huo anayetoa ni nani? Mungu. Ni Mungu. Anatoa kwa nani? Anayetoa nini? Anayetoa malipo ndio usamehewe. Kristo. Of course, malipo ndio Kristo. Aliyetoa malipo ni nani? Ni Mungu. Ndiye anayetoa Kristo. Ama? Kwa maana jinsi hii akafanya nini? Kwa hivyo Mkristo anapokuja hapa anayetoa nani? Mungu. Na sheria iliyovunjwa ni ya nani? Kwa hivyo anayetoa malipo ni nani? Mungu. Anayetoa, sio? Na anayefaa kupokea ni nani? Mungu. Kwa mikono mingapi? Haya. So anatoa alafu anapokea.
Sio? Okay. So akishatoa na kupokea, baada ya hapo kwenye vitabu, kwenye mfumo, tunafuata huu mfumo wa kisheria, sio? Kama tunaujua. Kwenye mfumo wa sheria, ufutaji wa dhambi unafanyika wapi? Kwenye vitabu. Ni kwenye moyo, kwenye vitabu. Tukue wazi, kwenye sheria, mfumo wa sheria, wakati ambapo mtu alikuja akaiba na ameenda amelipa, hiyo dhambi inapofutwa, inajalisha kwamba na ameacha kuwa mwizi ama mwizi bado? Hamjanielewa. Kwenye sheria, kwa mfano, Mzee Ngoi ulikuja ukamuibia hapa, alafu amekuwekea CCTV zile za ziko wapi? Ziko huko. Zinaangalia kwa uhakika wenyewe. Si ndio? Si kwa uhakika wenyewe zinaangalia. Vile ambavyo malaika wanaangalia kwenye uhakika wenyewe, sio? Haya. So, umeshapatikana na hizi ziko pale zinaangalia, sio? Haya. Sasa umevunja amri ya Tanzania, sio? So kwenye mfumo wa sheria, sheria ya Tanzania itahitaji ulipe ama ufungwe. Sasa baba yako anayekupenda sana ama ndugu yako anayependa sana akakuja alipe, sio? Anapolipa, kwenye mashtaka yale yanapoondolewa, inajalisha umeacha kukuwa mwizi ama bado wewe ni mwizi? Haijalishi. Kwa hiyo inawezekana umewaacha ama inawezekana bora imefanya nini? Imelipwa. Sasa huo ndio injili tunayohubiri. Bora baba ameshapokea, haijawahi muuliza kwenye kwamba alilipa nini? Kwanza hiyo tuanze hapo. Na alilipa nani? Na aliyepokea nani? Na baada ya hapo, sasa huyu mtu ambaye kwenye vitabu hapa, vitabu vinapofutwa, inafutwa wapi? Vitabu gani? Kwa kwenye mfumo wa sheria utagundua business iliyo hapa ni kumpata Kristo akuwe rafiki. Sio? Ukishapata Kristo kuwa rafiki, ni kazi ya Kristo kwenda kumconvince nani? Baba. Wakubali wafute nini? Makosa. Sio? Wewe ndani ya moyo kuna mabadiliko ama nini? Hamna, wewe tu, yani bora umejificha ndani ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo mwishowe Kristo anakuwa ni mhudumu wa nini? Wa dhambi. Kwa hivyo mbinguni imejaa wadhambi wengi waliosamehewa, yeye ndani ya mioyo umeficha nini? Dhambi. Kwa hiyo huo ndio mfumo unaozungumzia. Kuna wengi watakaopotea kwa maana dini yao ni ya mfumo wa nini? Wa kisheria. Haina uhalisia isipokuwa ni uridhisho wa nini? Ni uridhisho wa sheria. Sheria ndio inayofaa kuridhishwa. Kwa hiyo ndio maana kitabu, ndio maana kwenye theolojia hiyo ni rahisi kuridhishwa na kukubali ya kwamba bora kwenye kitabu kuna nini ilitolewa? Dhambi yangu. Mshtaki akiingia ambaye ni shetani, anapewa kitabu, nilikuwa nimefanya dhambi ya uzinifu kitambo, inakosekana. Ni nini? Kwenye vitabu. Kwa nini? Ililipwa na nani? Kwa hivyo bora yani wewe bora tu Kristo ni rafiki. Make nini? Umeingia ndani ya Kristo, ujificha. Usiwahi toka ndani ya nini? Si ndio? Ndio wengine wana theolojia na wao wakakuja ile ambayo inaitwa zile miji za ulinzi. Nazikumbuka. Wewe usitoke hapo, baki wapi? Baki nini? Ile miji ya ulinzi 7 Israeli kule. Yule ambaye ni muuaji alikimbia akiingia. Wewe baki wapi? Humo ndani. Kwa hivyo hatujawahi ambiwa amebaki akiwa ndani muizi bado na muuaji ama ameacha. Wewe unaambiwa fanya nini? Kwa hivyo Kristo akawa ni chombo au ni nafsi ambayo lengo lake ni kuficha nini? Wadhambi wasionekane. Lakini uhalisia wake wenyewe ndani ya maisha yao hauzungumziwi. Kwa hiyo hapa mtihani tulionao ni huu sasa. Kurejesha haya yote tunayoyazungumzia kutoka kwenye mifumo ya sheria kwa kitu halisi, na kutoka kwenye itikadi ya matokeo ya nje kwa matokeo halisi. Wapi? Ndani ya mwanadamu. Sasa ni wapi ya vitabu vipo? Hekalu la mbinguni ni kitu gani? Haya, huduma hii ya kutuombea, ya nani anayepembelezwa? Naye yani tunapoombewa. Sasa unapoangalia Mungu tunaambiwa kwamba tunaombewa. Nani anayeombewa? Yani ni Kristo anaomba, sio? Sasa anaomba nani? Anapembeleza nani? Anapembeleza Baba. So Baba anapembeleza na anakupenda the same time.
Kwa hiyo naomba niweze kurudi nyuma tuone tunamalizia hapa. Nukuu 2 au 3 tumalize. Sasa kwa hivyo hatari ya mifumo hii ya dini, ya mifumo ya nje itatufanya tupotee, na tunapotea tukiwa kanisani. Wangapi ambao makanisa tumepoteza vijana na walikuwa wanahubiri? Unasikia kama kijana Wycliffe alitoa mahubiri ya ajabu sana. Next week unaambia kama unajua jamaa alienda akapotea, akaacha imani. Anaacha imani alikuwa nayo. Alikuwa nayo. Ulijua alikuwa nayo. Sisi tunasema hivi. Bwana huyo aliacha imani. Nani akakwambia alikuwa nayo? Alikuwa anahubiri vizuri. Hiyo ndio unajua imani. Kumegundua sasa. Kwa hiyo tumefanya imani au kukua ndani ya Kristo kwenye ile mifumo inayofanya nini? Inaonekana. Ndio maana unagundua kijana anaweza kuwa ni mzuri, anaonekana muimbaji kama Aaron Paris. Maanisha wewe unafanya vitu vingine. Sasa unaangalia, so ukisikia kitu inafanyika, unashangaa, unagundua kumbe yeye hapa alikuwa anaimba tu, anaimbisha tu, ni mfumo tu, anafanya nini? Anamsifu Yesu, sio? Kwa hivyo yeye na yule ambaye msifu Yesu Kristo hawana tofauti. Ndio yeye anasema hivi. The young are often urged to speak or pray in meetings. Kwamba vijana huwa wana bidii na urged. Wanahimizwa kwamba wazungumze au kuomba katika nini? Mikusanyiko. Sawa? Sio unapata kijana mzuri hapa anasimama kama nani sasa? Kijana mzuri ambaye hata kasirika. Ambaye hajaoa. Kijana ambaye wani wenyewe ni wazee. Vijana mpo? Sasa jina lako moja? Abel. Good. So kijana mzuri hapa Abel anasimama hapa na tupea mahubiri mazuri, sio? Na ukiyasikia unasikia kijana ameiva Biblia. Kikenya hiyo sasa. Yaani ameiva. Sijui nimesemaje nini. Hivyo. Kama kuna mtu ambaye ameiva unabii, wewe moto. Abel. Sio? Sawa. They are urged to die to self. Wanahimiza wafe kwa ubinafsi ama wafie ubinafsi. At every step of Christian way, they are urged. Katika kila hatua ya Ukristo huwa wanahimizwa mambo fulani. Such religion is worthy nothing. Yeah? Kwa hivyo kuambia mtu hapa mbele, bwana wewe simama, bwana wewe tupatie neno. Bwana wewe simama hapa tupatie ushuhuda. Bwana wewe atakuja anasimama hapo tu sababu umemwambia, anasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Tumuimbie Bwana wimbo huu. So unaona bwana kanisa letu limejaa vijana wazuri. Hello. Yes. So mnaridhika na hiyo wazee, si ndio? Okay. So baada nasikia kwamba sasa next year tunaingia hapo, naanza kusikia mzengo yangu. Bwana wewe unajua ile kijana Aaron, unajua alienda akafanya hivi akala, yani kijana aliwacha imani. Imani gani? Imani gani akaacha? Haya, unagundua hapa nasema hivi, such religion is nothing. Let the heart be changed. Wacha moyo ubadilishwe, and it will not be such a drudgery to serve God. Na itakuwa tena ni nini? Drudgery ni nini? Kitu cha nini? Cha kusumbufu, cha kusumbuliwa kumwabudu na kumfanyia Mungu nini? Kazi. Point ni gani? Ukirudi nyuma hapa, nukuu hii ndio ile inayozungumzia mambo ya mifumo ya nini? Ya nje. Sawa sawa? Ambao haiwezi ridhisha moyo. Hello, mifumo ya nje ambayo haiwezi ridhisha moyo. Moyo unahitaji kuuishwa na kuburudishwa. Ndiposa baadaye anasema hivi. Hii inamaanishaje? Inamaanisha hivi. Inawezekana mtu akaja hapa mbele, ananukuu vitu ambavyo kwenye akili zake hata havielewi na hata havipo huko. Sio kama unaelewa vizuri. Naweza kuja hapa mbele na waambie mambo ya tabia ya Mungu ambapo Mungu ambaye hana hasira. Hayo mambo yanayozungumza kwenye mdomo. Uhalisia wake haupo. Sijui kama unaelewa vizuri. Naweza kuja hapa nasema kwa jinsi ambavyo Mungu anasamehea bure na hana kinyongo ndani ya moyo wake. Hiyo tabia yake. Ni kwenye mdomo nazungumza, lakini ndani ya moyo haipo. Hiyo ndio maana ya kwamba hatufai kuridhika na mambo yanayoonekana kwenye mifumo. Tunafaa kila mmoja atafute mbadiliko wa nini? Wa moyo. Sasa hapa huo ndio wito. Hata kwenye tabia ya Mungu yenyewe, yani yote ambayo tunafaa kuyazungumza sio hoja nzito tunazoziweka ambazo hazijibiwi.
Hamna, hiyo sio kesi. Kesi ni kwamba haya yapo moyoni, haya yapo. Ndio swali. Unajua, tukisimama hapa nasikia kwenye mtandao kule mawe yanaendelea kurusha, wengine tunapaka matusi wanaendelea kutumia huko. Sasa, yaani unajua hiyo ni kesi rahisi. Mlete hapa tuzungumuze. Sawa? Utamleta hapa, tutazungumza tukitoka hapa na ndugu Cyprian. Maana mtandao kule anapayuka huko tu bure. Sasa amekuja hapa ameshinda kuongea. Tulimpiga kweli kweli. Hiyo sio kesi. Kesi iko hapa. Je, hao mliokuwa mnayatoa yapo wapi? Yapo moyoni, hayapo? Hiyo ndio kesi sasa pale. Kwa hiyo kwa kifupi hapa, yote ambayo tunayafanya katika mikutano hii yote ni kwamba mwishowe ni kila mmoja anabaki katika upekee wake wa kutafakari. Je, haya yapo ndani yangu ama hayapo? Je, haya nayo yazungumza yanapeleka ndani yangu hayapo? Lakini kama ni mambo ya mdomo ya kuongea, sita shetani mwenyewe ataongea ama hawezi ongea? Ataongea. Nukuu ya Great Controversy anasema hivi. Sasa mtaelewa sasa hawa yote ambao nimeyazungumzia kwenye nukuu hii ya mwisho. Sasa nukuu hii naomba iweze kubaki kama nukuu yetu ya mwisho. Hii tunamalizia. Kama hapo kwenye Kiswahili naomba isomwe. Great Controversy 568 paragraph 4, version ile ya 1888. Ukurasa wa 568. Nafikiri inaweza patikana tu. Paragraph ya 4. Sasa hapo msisahau. Hapo yani kwenye darasa hili tunachokitafuta ni ile hali ya kutegemea mifumo na hatari ya mifumo au itikadi za mwili. Sawa? Okay, twende mbele. Umeipata? Hii inasema kuabudu. Soma tu naisikia kama ndio hiyo. Unasema Wakatoliki wanaweka misalaba. Wakatoliki wanaweka misalaba juu ya makanisa yao, juu ya madhabahu yao na katika mavazi yao. Kila mahali panapoonekana alama ya msalaba. Kila mahali sio hiyo. Okay. Juu yake. Ni juu yake kuna kufanana kabisa kati ya kanisa la Rumi. Daima shetani jitahidi. Hii na 471 aya ya kwanza. ya shetani. Hapa inasema vita kubwa ya shetani. Sasa msishangae, yani kwa mfano inaweza kuwa hazifanani kwa sababu kuna version nyingi za Great Controversy, sio? Sasa hii nimenukuu kwenye ile ya 1888. Daima shetani jitahidi kuelekeza vibaya Yeah. Naomba usimame sasa, soma hiyo. Kwa hiyo kwenye version ambayo mko nayo mtaandika hiyo. Sasa hii ni tofauti. 471 aya ya kwanza. Daima shetani. Haya, sasa naomba usome sasa. Sasa hapa kabla unaposoma kipengele ambacho natafuta hapa, ndugu Cyprian watakuwa wanazungumzia jinsi ambavyo shetani amewakilisha visivyo nini? Kurasa ya Kiswahili ni 471 paragraph ya kwanza. Sawa, tutulie basi kama mshaipata. Tutulie basi. Kwenye masomo ya kina Cyprian wao watazungumzia jinsi ambavyo tabia ya Mungu imewakilishwa visivyo. Sawa? Sasa mimi niko na lengo la kutafuta uwakilishaji huu vibaya kwenye mifumo. Sawa? Mifumo ya nini? Ya kidini. Na tunaitafuta kwenye nini? Hekalu. Sawa? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo kuna vipengele viwili ambavyo vinafanana ila kila moja inalenga katika picha tofauti au ango tofauti. Ni vipi ambavyo Mungu amewakilishwa visivyo katika mfumo wa ibada kwenye hekalu. Sawa? Twende mbele. Daima shetani hujitahidi kuieleza vibaya tabia ya Mungu. Shimbuko la dhambi. Matokeo halisi ya mambo katika pambano kuu. Naam. Madanganyo yake hupunguza wajibu wa sheria ya Mungu na huwapatia watu ruhusa ya kutenda dhambi. Wakati huo hufanya watu wapende mawazo potofu kuhusu Mungu ili wamwogope na kumchukia badala ya kumpenda. Ukatili wa asili katika tabia yake mwenyewe ndio ifikiriwe kuwa tabia ya Muumbaji.
inaungamanishwa Sasa hapo hilo neno hapo inaungamanishwa katika mifumo ya dini na kuonyesha katika mitindo ya ibada. Na kuonyeshwa katika mitindo ya nini? Ya ibada. Hivyo ndivyo akili za wanadamu zinavyopofushwa na shetani huwapata kama mawakala wake kwa ajili ya kufanya vita na Mungu. Sasa vita vinavyofanyika hapa hivyo ambao shetani amewapata ndiposa wafanye vita na Mungu. Hiyo vita ni vita gani inahusikana hapo? Mifumo hapo za wanadamu imeungamanishwa kwenye mifumo ya dini na inaonyesha kwenye itikadi za ibada. Okay. Inaunganishwa katika mifumo ya dini na kuonyesha katika mitindo ya ibada. Hivyo ndivyo akili za wanadamu zinavyopofushwa na shetani huwapata kama mawakala wake kwa ajili ya kufanya vita na Mungu. Kwa hivyo wanaopatikana na shetani kuwa mawakala, akishawachukua kama mawakala, wanakuwa mawakala wapi? Kwenye mifumo ya dini. Mawakala wapi? Anawapata kwenye akili sawa. Akishawapata wanakuwa mawakala wapi? Kwenye vita. Si ndio? Anawarecruit kwa lugha nyingine ya Kiingereza, sio? Kwa hivyo anawarecruit waingie vitani, sio? Na Mungu, sio? Kwa hivyo hiyo vita waliokuwa wanaoipiga wanaoipiga ama? Ndivyo. Hiyo vita wanaoipiga ni vita gani? Kumwakilisha Mungu vibaya. Wapi? Kwenye mifumo ya nini? Sasa turudi nyuma sasa ndio kuisomwe. Msikie kama mnaiona kama tumelazimisha. Haya, ndugu rudia mpaka wapi hapa? Kuanzia at the same time, wakati huo. Sasa sikilizeni ama hata toka juu. Daima shetani hujitahidi kuieleza vibaya tabia ya Mungu, chimbuko la dhambi, matokeo halisi ya mambo katika pambano kuu. Madanganyo yake hupunguza wajibu wa sheria ya Mungu na kuwapatia watu ruhusa ya kutenda dhambi. Wakati huo huwafanya watu wapende mawazo potofu kuhusu Mungu ili wamuogope na kumchukia badala ya kumpenda. Ukatili wa asili, ukatili wake shetani mwenyewe katika tabia yake mwenyewe ndiyo ifikiriwe kuwa tabia ya Muumbaji. Kwa hivyo tabia ya shetani mwenyewe anaifanya wanadamu waione ni ya nani? Ya Mungu. Sasa hiyo tabia ambayo ni yake huwa anaiweka wapi? Ndio swali. Anaiwakilisha wapi? Kwenye mifumo ya dini. Kwenye mifumo ya dini. Sasa tunao wale wanaofanya hiyo kwenye hiyo dini, wanaifanya wakiwakilisha nani? Shetani. Mungu anawakilisha katika sura hiyo. Wanapoifanya wale wanaofanya mifumo hiyo wanaifanya wakiwakilisha nani? Mungu au shetani? Shetani. Sasa tunataka tupate vizuri. Haya. Wote wako sawa. Kuna vitu viwili hapa. Kuna ukweli halisi ila kuna uongo. Sawa? Uongo ni kwamba shetani ndiye ambaye amefungamanisha, ndivyo nimesema kwa Kiswahili. Ama ameunganisha. Amefunganisha. Kwa hivyo tabia yake ameifunganisha na mifumo ya nini? Ya dini, sio? So na wale walio ndani ya hiyo dini wanapoichukua when they carry out Wanapoiwasilisha kwa watu yani. Si kuwakilisha. You know inaweza kuwa unaiwakilisha ama unaitenda. Sio kuwakilisha, kuwasilisha. Kuwasilisha, yani muonekano wako sasa unachokifanya. Sasa sikizeni. Kuwasilisha. Sikizeni, mimi ndo nafunza sasa. Sikizeni niwaambie kitu nataka kusema hapo. Nataka kusema hii. Kwa Kiingereza when you carry out something inamaanisha unapotenda. Simaanishi kile kinachochukua pale. Yaani najaribu kuelezea point fulani. So when you carry out something, yani ni wakati unatenda kitu fulani. Unaweza kuwa unaenda kuwakilisha au katika matendo. Sawa? Kwa hiyo inamaanisha hivi. Sasa shetani ameunganisha tabia ya nani? Yake. Wapi? Kwenye mifumo. Mifumo gani? Ya dini. So kwenye hiyo mifumo ya dini inaweza kuwa ni ya upagani au inaweza kuwa ni ya nini? Ukristo, lakini Ukristo in question. Si ndio? Lakini wanajiita nini? Ukristo. So shetani anaunganisha
ibada yake, sio ibada, tabia yake kwenye mifumo, sio? So wanaotenda mifumo ile, wanapoitenda, wanaitenda kwa niaba ya nani? Ya shetani. Ya shetani, au kwa wanaojua kwenye akili yao wanamwabudu? Wengi wanajua. Yaani anayefanya huo mfumo ukimuuliza unafanya kwa sababu ya nani? Atakwambia ni ya nani? Ya Mungu. Ila huo mfumo anaouchukua umeungamanishwa na tabia ya nani? Kwa hivyo yeye anapofanya anafanya ushetani, ila yeye amesema ni ya nani? Ndio maana baadaye ukishafanya hivyo umeshakuwa agenti wa shetani. Kwa hivyo unaweza kuwa agenti wa shetani bila kujua. Si ndio? Ndio kesi ya Sauli kuelekea Damaska. Si ndio? Anafanya kitu ambacho kwenye akili yake anamfanyia Mungu nini? Kazi, sio? Nao kitabu cha Yohana hivyo anasema ya kwamba mtafukuza kwenye masinagogi wanaofanya hivyo, watakuwa wanafanyia Mungu nini? Kazi. Ni kwa sababu gani? Shetani ameunganisha tabia yake kwenye hiyo mifumo ya ibada, ila tabia inayowakilishwa hapo ni ya nani? Ya shetani. Ila wanaoitenda wao wanaitenda wakijua ni ya nani? Hivyo wanapata kwamba wamekaa recruited kwenye vita ya shetani, wanapigana na nani? Na Mungu. Sasa naomba ukae, tunamalizia hapo. Je, mifumo ya ibada basi haifai kuanza kuchunguzwa kwenye kioo ya tabia ya Mungu? Inafaa. Sasa hapa ndio maana wakati mwingine mambo ya kuchunguza mifumo ya ibada inafaa ikuje baadaye, baada ya akili imeridhika kwamba tabia ya Mungu ni hii. Sawa? Kwa maana ukisharidhika tabia ya Mungu ni hii, sasa umeshapata kioo, na si kioo, torch ama marking scheme. Hii maana tunachunguza Mungu yuko hivi. Naenda kwenye mfumo wa dini, naangalia hii nayo tabia ni ya nani inaonyeshwa hapa. Ni ya Mungu, si ya Mungu? Ni ya Mungu. Nani anakuambia ni ya Mungu? Uko na nini? Uko na kipimo, sio? Kwa hiyo sasa hapa wewe unaamini Mungu ambaye akikasirika atakutandika na gurumo za radi. Sasa mimi nikikwambia kwenye hekalu Mungu yeye anahitaji kupembelezwa, utanielewa? Unanielewa? Mimi nikikwambia Mungu tunayemwabudu, yani ndani ya moyo wake hana kinyongo ambaye anaweka horoga na kungojea na kungojea. Na ile siku ambayo damu asira yake itajaa, unaelewa? Asira yake imefanya nini? Amekuwa akikusanya kwa muda. Ile si. Yaani Mungu atusamee. Kuna vitu ambavyo tumevihubiri hapo nje, lakini Mungu mtu asije akawa alisikia tukizungumza hizo vitu. So ile wakati ambapo ile asili imekuwa ifanya nini? Amekuwa akipostpone. Unafanya makosa na angalia. Hiyo imewekwa kwenye nini? Kwenye kikapu. Pole pole. Sasa ile siku ambayo itafurika. Na ile nini? Itafurika. Ole wao. Si ndio? So ole wao. So ikiwa hivyo ndivyo unavyojua hasira ya Mungu, then ukiingia kwenye maandiko, unaposoma tabia kwenye mfumo wa hekalu, unapoona Kristo anasimama kumpembeleza, hiyo iko sawa. Unanielewa? Hiyo iko sawa. Kama unajua Baba wa mbinguni, yani akiambia Musa toka nataka niwashughulikie, na hiyo naielewa kukua kwamba alikuwa amekasirika mpaka Musa akamconvince bana, ukiwa huo hapa jangwani wale wa Misri watasema ya kwamba anasema hoja yako ni kweli. Sasa naomba tuende tutafute njia kuwaokoa. Kama hiyo yenyewe hauelewi. Sasa nikikwambia kwamba kwenye mambo ya uombezi Mungu hahitaji kupembelezwa, hiyo utaelewa. Hiyo utafanya nini? Hautaelewa. Sasa naomba niseme hivi, nikimalizia mzee sawa, bado kesi iko mbele. Bado mawe yanaendelea, na mimi najua nifika mahali nikaangalia nasema sasa mimi ninyamaze kidogo hapo. Sasa hapo ndio kuna maneno. Kama kwenye tabia ya Mungu tayari umeshaita watu ni mashetani, wamelipwa. Sasa sikiza, hapa kwenye hekalu, hapa ni maneno yenyewe ipo. Hapa na nini iko? Lakini ni maneno kwamba hautakuwa umeelewa kanuni ya tabia ya nani. Kwa hivyo ukishakuwa na kanuni ya tabia ya Mungu, sasa kwenye hekalu ni kufika kule
unasoma alafu unaanza kujihoji tafsiri uliyokuwa nayo. Hii na Mungu naye mjua na Kristo aliyeishi duniani hapa inaingiana haingiani? Inaingiana. Basi ibada yangu ipo nini? Sahihi. Ukiingia ugundue ukiweka kwa Kristo inagoma. Kwenye hiyo upembelezo yako ya kupembeleza Mungu inakataa. Basi nataka kujiuliza maswali. Then tafsiri ambayo nimekuwa nao miaka mingi iko sawa, imepotea. Imepotea, unasonga mbele. Kama imepotea unafanyeje? Unatupa hekalu? Hamna. Unaweka maelezo uliyokuwa nayo kando, uanze kwenye ushahidi wa maandiko na roho ya unabii kutafuta uelewa tofauti kutumia nini? Maandiko. Ukipata maelekezo yaliyo tofauti, hata kama yataenda kinyume na makanisa yote duniani, huo ndio ukweli. Sasa nina swali. Basi ni wangapi wako tayari kuanza kutafuta? Sasa hapo kuna mtihani. Kama tuko tayari kutafuta, then kila mmoja hapa darasani tunafanya kitu gani? Tunafanya nini? Tunatafuta. Kila mtu anafanya nini? Anatafuta. Nani ana majibu? Yako wapi? Kwenye maandiko, kwenye roho ya unabii. Kama yani sikiza nimaliza hivi nikisema hivi. Kama tabia ya Mungu tunayoamini ni kweli, kuna vitu vingine black and white, unajua hivyo haviwezekani hata kama hauna maelezo. Unaelewa? Hata kama sifa nini? Hiyo sielewi. Lakini unajua hiyo haipo. Ila sasa kwa maana sisi hatufai kuzembea, Mungu akasema ya kwamba peaneni hoja ya tumaini lililo wapi? Ndani yenu. Kwa ni sisi tulioamini tabia ya Mungu kukaa chini kuanza kutafuta nini? Majibu. Kutoka wapi? Kutoka kwenye maandiko. Inawezekana ikachukua muda kutafakari na kuyaweka basi iko wapi? Iko hapo. Ila jibu lenyewe lipo. Kwa hiyo niwakaribisha katika masomo ya hekalu. Ni kazi ngumu. Sio kazi rahisi. Lakini naamini kwa yale madogo ambayo tapata ushahidi, kwa maana ushahidi wenyewe upo, ninaamini itatupatia changamoto ambao tulianzia katika somo ya kuanza kutafuta Ukristo wa wapi? Wa moyoni. Uhalisia wa hekalu ya mambo harisi yanayohusu moyo wangu. Na Mungu aweze kubariki. Tupate ombi. Una swali? Pole. Naomba uulize swali. Kwa nakosea. Hamna, utakuwa umekosea. Bora tuliwe katika muktadha ambao tumetembea. Ndio. Niseme labda mimi sijaelewa vizuri namna somo linavyoenda, sijui nitakuwa ninatangulia mbele kwa namna ambavyo pengine nimezoea ni hivi kwamba kama somo linaenda hivi, maana ambapo mtu ameachwa anaweza kupata nafasi aweze kuzungumza pale ambapo ameachwa, anataka kuelewa. Sababu mimi nahitaji kuelewa, ninapoona kitu kinaingia wakati mwingine kinagonga, nataka kuelewa vizuri. Okay. Nishukuru kwa somo namna ambavyo ninavyoenda, kwa vitu ambavyo ninatafakari naona kama inaenda sawa. Lakini kuna mahali ambapo nimekwama. Ila nishukuru kwamba katika maelezo yako unazungumza lazima tuvuruge akili kwanza. Akili zivurugike halafu zitengenezwe, halafu ndo zikae sawa. Kuna kwenye ibada pale tunapokuwa tunategemea kwamba damu ya Yesu, tunaamini kwamba Yesu alikuja kufa. Ile mifumo ya ibada za kupeleka damu ziliondolewa na kifo cha Yesu pale msalabani. Na hivyo nasi leo tunabeba hilo jambo kwamba damu ya Kristo ndiyo ambayo inatusafisha mara tu ninapokiri kwamba mimi ni mdhambi, naamini kwamba ndio inayonisafisha damu. Sasa nikaona kama si sahihi. Sasa nikawa nafikiria hapa
Sasa kama si hivi, nibebe kwa namna gani? Unaona, itabeba kwa namna gani? Sasa ukiliacha hivi, kama mimi nafikiria nabaki kama nabaki naumia huko. Kumbe nikafikiri kwamba ingelikuwa sasa kama kwa damu ya Kristo, sasa kwa uhalisia maana yake ni hii. Sasa ndio nibaki kuenda kulinganisha. Sasa nikiangalia katika kitabu hiki cha Warumi, sura itakuwa iko sawa. Kitabu cha Warumi sura hii ya 5 kuna maneno haya. Kuanzia mstari ule wa 17 hivi. Anasema Warumi 5 mstari ule wa 17. Kuanzia hapo anasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa anatuelekeza namna dhambi ilivyoingia. Kwa sababu ya mtu mmoja wote tumeingizwa katika makosa kwa sababu ya mtu mmoja, kama hivi ulivyokuwa unaelekeza kwamba Yesu kule, mimi sikuwapo, sasa mimi nakuaje? Sasa dhambi ilitendwa kule na mtu mmoja ambaye ni Adamu, mimi sikuwapo. Sasa ilikuwaje mimi niingizwe huko? Sasa ndio kwa kujitoa kwake huyu mtu mmoja Yesu Kristo, nami napata nini? Rehema. Sasa nikiangalia kwamba Yesu alipojitoa akafa, nikawa na tumaini hilo kwa ajili ya yale makosa ya wale, na mimi napata wokovu. Lakini ni kama naona inaingia kama hiyo, inakuwa kama Nazaria. Sasa kuelewa vizuri halisia, sasa ninatakiwa nieleweje kutoka hapa? Okay. Nafikiri ndio swali la kila mtu, sio? Sawa. Swali ni nzuri. Na swali lipo sawa na lipo sahihi. Ila hilo swali siwezi kujibu kwa sasa. Kwa maana ndio lengo husika ya maana mko hapa. Si ndio? Kwenye masomo tunayokuwa nayo, yani hayo ndio tunafanya nini? Tena kuyajibu. Ila mwanzoni ilikuwa ni kuonyesha ya kwamba mifumo tumeishikilia sawa, ila uhalisia wake ni nini? Tukabaki kuuliza hiyo swali, kabaki hivyo hivyo, uhalisia wake ni nini? Kwa hiyo mzee sawa, kuna maanisha hivi, damu ya Kristo inatuokoa. Hiyo damu inayotuokoa ni nini? Ndio swali. Sawa? Ndio swali likawa kwamba ni damu hii ya white blood. Na tunajuaje sio hiyo, na tunajuaje ama ni hiyo? Kwa sababu mimi nataka ikuwe hivyo ama ni kwa maana kuna ushahidi kwenye maandiko. Sawa. Sasa nikianza kuyazungumzia kwenye yao kipengele, itakuwa ni kipengele moja kwa nyingine. Kwa hiyo ni swali nzuri. Ila mwanzoni ilikuwa ni kudhihirisha ya kwamba mfumo tunapoishikilia nadharia bila substance, kwenye lugha ya Kiingereza, uhalisia wa kitu chenyewe haina wokovu. Wokovu ni wakati ambapo tumepata uhalisia, sio kuelewa tu, ila uhalisia wake sasa wenyewe uko ndani ya nini? Ya moyo, unafanya kazi ndani ya nini? Ya moyo. Kwa hiyo sasa hapa tunapoingia kwenye somo la hekalu,
tunaanza kuchimbua uhalisia wa kila kitu kuanzia kule nje kwa madhabahu. Ama hapo bado